River. Na mwanamume kutoka Kitale alianzisha jaribio la kukumbatia mti kwa saa 120 ili kuonyesha kuwa hana uwezo wa kulipia karo ya binti yake kujiunga na shule ya St. Joseph's Girls grade ya 10. Amelazimika kukatiza azma yake baada ya kufurushwa na wakazi wa Kitale. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi aliyefika eneo hilo alimpa pesa za kulipa karo, lakini mwanamume alisisitiza kuendeleza jaribio hilo. Amisi sasa anaitaka serikali kuweka sheria za kudhibiti jaribio kama hizi ili kuepusha kutumiwa vibaya na baadhi ya watu wanaotaka kupata umaarufu kwa njia ya mkato. Hii mambo ya kushika mti imekuwa con game. So we must stop Kenyans bwana. Watu wanafanya kushika mti because of what they feel, what they love. Kama huyo msichana wa Nyeri anapenda mambo ya environment, anapenda mambo ya tree planting, kushika tu mti bure. But now Kenyans are now using it as a game to con other Kenyans. Kambia, let us not misuse our students. A genuine case will come and help. Lakini kesi ambazo watu wamesimama kwa town na wanasema wanashika mti, watu wakuja wasaidie. Nimesema ikifika saa 3 usiku vijana waende hapa wamchape viboko. Sababu hatutaki mchezo hii Kitale town.